Siku iliyofuata nilihisi kama dunia inanizunguka. Kichwa changu kilikuwa kizito, moyo wangu ulijaa maswali ambayo hayakuwa na majibu. Lakini moja nilijua kwa uhakika, nisingeweza kuishi kama hakuna kilichotokea. Nilihitaji kujua ukweli, kuhusu Saida, kuhusu kile kilichomchukua, kuhusu mimi. Nilienda kwa Mama Zena tena. Mara hii nilimkuta analisha paka wake mweupe mwenye jicho moja. Bila hata kusema neno, alinionyeshea kiti cha kukaa. Nimekuona kwenye ndoto zangu jana usiku, aliniambia, lakini hukupaswa kuiona sura ile. Nikakaa kimya. Kelvin, aliendelea, umewahi kuambiwa kuhusu babu yako upande wa mama? Nilijaribu kukumbuka. Nilijua alikufa kabla sijazaliwa. Alikuwa mchungaji wa zamani, au ndivyo walivyonambia. Mama Zena alitikisa kichwa. Hapana, hakuwa tu mchungaji. Babu yako, Mzee Godwin, alikuwa mshika agano wa kale wa kundi lililokuwa linaitwa Wachukuzi wa Mlangoni, watu waliokuwa na uwezo wa kushika mipaka kati ya dunia hii na ile nyingine. Nikacheka kwa uchungu. Unamaanisha nini? Hizi ni hadithi tu za mitaani. Alinitazama, kisha akanikabidhi kitu kutoka ndani ya mkoba wake. Ilikuwa ni picha ya zamani ya mzee mmoja aliyevaa joho jeusi lenye alama ya duara na msalaba uliogeuzwa. Nilitabasamu kwa mshangao wa wasiwasi. Uso wa yule mzee ulifanana na ule wa baba yangu. Halafu nikagundua kitu kingine. Picha hiyo kwa nyuma ilikuwa imeandikwa maneno kwa maandishi ya damu yaliyofifia. Agano litalindwa kwa gharama yoyote. Rithi wa mwisho atatambua kwa ndoto na kufungua milango kwa damu ya upendo. Nilihisi baridi nyuma ya mgongo wangu. Nilipoitaja Saida, Mama Zena alitikisa kichwa polepole. Upendo wako kwake ndio uliolipa agano, ndiyo maana alipotezwa. Sasa kila kitu kilianza kuungana taratibu. Ndoto zangu, kioo, mlango mkubwa, picha isiyofutika, na yale maneno ya Saida ya mwisho, kuwa makini na mwanamke wa pili utakayempenda anaweza kuwa mimi. Nilianza kuchunguza nyumba ya mama yangu mzee pale Kigamboni, palipojaa kumbukumbu za utoto. Nilipofika, nilipokelewa na hewa ya ukimya mzito. Nilitembea hadi chumba ambacho zamani kilikuwa hakifunguliwi. Mama yangu aliita chumba cha mizigo. Nilikifungua. Kulikuwa na sanduku la mbao, limefungwa kwa minyororo na herufi za ajabu zikiwa zimechorwa juu yake. Nililitazama kwa muda mrefu kabla sijalisogelea. Nilisikia sauti kichwani mwangu, taratibu kama minong'ono. Usifungue kama hauko tayari. Lakini tayari nilishalivunja agano. Tayari nimeshuhudia kivuli kinachotoka kwenye kioo. Tayari Saida alishachukuliwa. Nilikata minyororo kwa panga. Sanduku lilifunguka kwa kishindo na baridi kali ikalipuka kutoka ndani. Ndani yake kulikuwa na daftari la ngozi limeandikwa kwa wino mweusi na damu na picha ya mwanamke, Saida. Lakini ilikuwa picha ya zamani, ya miaka mingi sana. Nguo alizovaa zilikuwa za kizamani kabisa, kama za miaka ya 1800. Macho yake yalikuwa yale yale. Nilihisi kichwa kinaniuma. Nikaanza kutetemeka. Nikaanguka sakafuni. Ndipo ndoto ilipoanza tena. Nilikuwa tena mbele ya mlango mkubwa, ule ule wa zamani, wa mbao nzito uliochorwa alama zisizoeleweka. Lakini sasa Saida alikuwa upande wa pili. Alikuwa analia. Usinifuate, Kelvin, siwezi kuja kwako, lakini unaweza kuja kwangu. Nitakufuata popote. Saida, wewe ni zaidi ya mpenzi kwangu. Basi jiandae, maana mlango huo utapoteza zaidi ya muda. Utapoteza kumbukumbu, utapoteza nafsi yako. Nilipoamka, nilikuwa na damu puani. Kitabu cha ngozi kilikuwa bado kipo pale, na picha ya Saida sasa ilikuwa inanichekea. Na hapo safari ya kweli ikaanza. Niliamua kuanza kutafuta kundi la wachukuzi wa mlangoni. Nilitafuta mitandaoni, katika maktaba ya kale pale UDSM. Nikaonana na wazee wa mtaa Kariakoo waliokuwa wakihusishwa na imani za zamani. Ndipo nikakutana na mtu mmoja mchawi mstaafu aliyejiita Mzee Mwagelo. Aliishi Gongo la Mboto, kwenye nyumba ya mabanzi iliyojaa alama za ajabu. Nilipomweleza yote, aliniangalia kwa muda mrefu, kisha akasema,
Ukiamua kuvuka mlango ule, usirudi kutafuta Saida tu. Tafuta pia kwa nini wewe ndiye uliyekuwa mrithi. Tafuta nani alikusaliti kabla hata hujazaliwa, kwa sababu upendo wako kwa Saida ulipangwa miaka mingi kabla hamjakutana. Nilitetemeka. Je, maisha yangu yote yalikuwa sehemu ya mpango mkubwa ambao sikujua? Na ni nani aliyeupanga? Katika sehemu inayofuata, Kelvin ataingia rasmi kwenye dimbwi la milango ya giza. Atapitia majaribu ya kiroho na kiakili. Atakutana na roho zilizopotea. Ataanza kugundua usaliti ulioanzia kwenye ukoo wake na kuelewa kwamba kuna mtu anayemfuatilia sasa, mtu ambaye hakutaka mlango ufunguke tena.